hauwezi kufanya lolote. Hapo ulipo hauwezi kufanya lolote. Hapa nilipo siwezi nikafanya lolote bila Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapogusa habari ya vipawa na karama ambazo tunakuwa nazo, sisi hatuwezi kufanya lolote mpaka tukae ndani. Lakini pia tunakaa ndani, ndipo Yesu mwenyewe akatoa mwongozo. Akasema katika Matendo 1:8 akasema mtapokea nguvu kisha kujilia nywele Roho Mtakatifu. Hapa nitaweza kutoa maelekezo. Wanafunzi hawa wamejaa nguvu, japo wamejaa nguvu, lakini alikuwa amewafundisha kwa muda wa miaka 3.5. Sasa ile miaka 3.5 tayari maana yake wana uwezo, wana elimu ya kutosha ya kusimamia chochote. Kama tulisema elimu ya kawaida pengine ni watu ambao tena wamekaa wakilishwa na Yesu ana Bwana. Kwa hiyo wengine hawa walikuwa ni wasomi wa degree. Kwa hiyo maana Yesu anaacha wasomi kama wa degree kabisa, ambao wamesoma vizuri, wana viwango vizuri vya degree. Lakini bado pamoja na kwamba wamesoma, bado hawaruhusu wale wakafanye kazi. Anaambia kakaeni mpate nguvu. Kwa maana yake hapo tunajifunza ya kwamba kipawa chochote, elimu yoyote, ujuzi wowote ulionao, uwe wa kimungu au umejifunza popote pale, wewe hauwezi kufanya lolote mpaka upate nguvu. Kwa maana yake elimu ni kipengele cha kwanza ambacho si kibaya. Elimu ni nzuri na inafaa, na wote tunasoma, hata wachungaji sisi tunasoma. Tunakwenda tunasoma, tunakuwa na elimu. Na wewe katika maeneo yako unakuwa na elimu. Ikiwa unataka kupika unapata elimu. Hata kama unasema kwa chochote ulipata elimu, hata kwa wazazi ulipata elimu sehemu mbalimbali. Zile elimu zote zilikusaidia. Ikiwa una mtaalamu wa kuchora, kuna elimu na kuna misingi yake. Kila mmoja ujuzi ulionao ambao ni talanta yako, ulipata elimu. Lakini bado unabaki katika ile elimu, hauwezi kufanya lolote mpaka upate nguvu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa maana yake kiwango chako cha elimu bila nguvu ni bure. Hapo ndipo tunapata andiko, chukua ile andiko katika kitabu cha Yeremia. Biblia inasema vizuri, anasema anagusa kabisa kuto kujivuna. Anasema asijivune mwenye hekima kwa hekima yake. Yaani maana yake kama una hekima usijivune kwa hekima. Na hekima hizi zinapatikana pengine kwa kusoma, kujifunza, kufanya chochote. Pamoja na kwamba una hekima, lakini usije kujivuna kwa hekima yako. Anasema wala asijivune mwenye nguvu kwa nguvu zake. Anasema mimi sasa nina nguvu. Sasa ninajiamini na nguvu. Usijivune kwa nguvu zako. Yaani hizo nazo usijivune. Bado unamhitaji Bwana. Kama mtu ambaye alijivuna baadaye kwa nguvu zake akajiamini, akatoka katika laini ya Mungu, alikuwa ni Samson. Lakini akafikiria, akaanza kupeleka, akaingiza uzoefu katika nguvu, yani kipawa chake cha asili ambacho nacho alikuwa anajua siri yake. Anasema mimi sijanyolewa nywele kutoka utoto. Mimi nina nguvu. Kwa hiyo alizoea. Anakwenda akafanya vituko mbalimbali. Akifika anasema lakini mimi nguvu ninazo. Uwezo ninao. Na hata mara ya mwisho amekosea, ametoa ile siri kwa Delila. Samson walipoita kwa Wafilisti wanakuja, akasema nitanyanyuka kama ilivyo uwezo wangu ule, kama ilivyo uzoefu wangu. Wakati tunapokuja kwa Mungu, tuondoe uzoefu wetu, kwa sababu ule ujuzi ulionao wewe si kitu bila Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunasema kwamba asijivune mtu katika ujuzi wake, wala asijivune aliye tajiri katika utajiri wake. Yaani wewe unafikiria ni tajiri, wakati tunaangalia leo kwa kanisani hapa, tuna tajiri. Hivi mzee Joshua akijivuna kwa nyumba alionayo, kama si Bwana, hivi moto ukitumwa tu ndani ya siku moja, usimerudi kupata. Sasa leo tunasema nimejenga kanisa la kamoja. Nimejenga mimi niko kwangu kwa sababu ya Bwana. Chochote kile kikitokea, kuna aliyetajiri sijivune kwa utajiri wake. Limetokea tukio tu tarehe 29. Nani alijivunia pesa aliyokuwa nayo? Kuna wengine wana pesa benki hawawezi kutoa, watumwa. Aliyetajiri asijivune kwa utajiri wake. Haleluya. Asijivune. Lakini hapo kuna point ya mwisho anasema
kwa sababu hii, na hapo inarudi kwa nyuma kwamba kwa sababu hii, maana yake zile nyuma zote hakuna kitu. Maana yake kwa kweli nyingine, mwangalie mwenzako, yaani hapo katika sababu hii, mwambie mwenzio katika sababu hii. Mwambie ondoa elimu yako, ondoa uzoefu wako, ondoa akili zako. Sio kasema katika ukoo mimi ndio na akili nyingi. Ondoa akili zako. Haleluya. Ondoa akili yako. Alafu anasema ondoa vile unavyotegemewa. Haleluya. Lakini kwa sababu hii, mwambie mwenzako kwa sababu hii. Kwa sababu hii. Linga tena mwambie kwa sababu hii. Anasema bafu mwambie unamfahamu na kumjua Bwana. Unamfahamu na kumjua Bwana. Kwa sababu unamjua na kumfahamu Bwana. Alafu muulize unamfahamu Bwana? Maana yake vingine vyote vinavyoingia ni bure. Vyote vinavyoingia ni bure. Vile ambavyo tunafikiri kwamba vina maana ni bure. Vile tunafikiria kwamba vina thamani ni bure. Mungu anaweza kutupa kwa muda, lakini hauna ujanja. Biblia inasema vizuri tena katika Kumbukumbu la Torati. Anasema utajivuna kwa Bwana kwa sababu utafurahi kwa Bwana kwa sababu yeye ndiye anayekupa nguvu ya kupata utajiri. Kumbe wakati tunafikiria utajiri ni kwa sababu tunalinda, tuna nguvu. Leo kilala kitandani hauna nguvu ya kupata chochote. Kumbe yule ajivunaye ni kwa sababu ya Bwana atoaye nguvu. Yeye Bwana ndipo ukisoma vizuri anasema tena akasema kwamba mimi ndiye ni Bwana nimpaye mtu ninayeweza kumuinua au kumshusha. Ninaweza nikamshusha mtu mpaka ardhini, lakini pia ninaweza nikamuinua nikamketisha na ufalme. Wakati jamaa mmoja ninalinda katika kitabu cha Daniel 7 anasema hii ndio mimi nimeijenga. Angalieni kwa fahari yangu nimeijenga. Anaangalia na maonyesho wako, anafurahia anasema mimi nimejenga. Babeli ndio kubwa nimejenga. Angalia inapendeza. Na kweli Babeli ilikuwa ni kubwa. Miongoni mwa 7 wonders of the Lord. Miongoni mwa maajabu saba ya dunia. Walitengeneza Babeli, wakatengeneza bustani inaelea wani. Mahali ya miaka ile wako juu, wakasifika katika viwango vya juu sana. Wakajabari katuna nikasema hii ndio nimejenga. Mungu akamwambia kuanzia leo umeshushwa chini, maana mimi ninaweza nikamuinua yule apendaye na naweza nikamshusha, ili utambue mimi ni Bwana. Ninakupeleka huko msituni, utakula pamoja na wanyama kwa muda wa miaka 7. Hapa tulipo ni Bwana. Ujanja wetu wote ni Bwana. Hatuna cha kujivuna. Kumbe tunajivuna. Yaani kiwango cha mtu cha kujivuna ni kiwango ambacho anamjua Mungu. Ni kiwango ambacho anamuelewa Mungu. Unajua mtu aliyejivuna kwa sababu Bwana alikuwa na mashaka hiyo. Ndio maana nafika wakati anaona yuko vibaya, lakini anafurahia tu. Anajua Bwana ndio aliyenipa. Haina shida. Mungu ndio aliyenipa. Kama ameruhusu niishiwe, kuna wakati ataniinua tena. Akaona hana shida. Akisema ina shida acha. Vyovyote vile acha. Kama watoto chukua. Kama nini chukua. Kwa nini? Anajua yupo Bwana ambaye aliruhusu nikiwa chini ataniinua tena juu. Ndipo Mungu akasema pia kupitia wakati ule ana katika tatizo lake akasema Mungu huwa tena huisha. Mungu ushusha chini tena upandisha juu. Yaani maana yake yote yako mikononi mwake. Anaweza kukushusha chini, anaweza kukupandisha juu, anaweza kukuweka katika hali yoyote. Hivyo kujivuna kwetu ni kwa sababu tunamjua Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akasema mtu akishajua kwamba ni Bwana, hicho kitu anaweza kujivuna. Kwa maana yake vipawa vyetu tulivyo navyo, kipawa cha asili katika ufanuzi, kipawa cha asili ni uwezo wa kuzaliwa nao au kujifunza kwa juhudi binafsi. Lakini karama ya Roho Mtakatifu ni zawadi ya kiroho inayotolewa na Mungu kwa ajili ya kujenga kanisa na kuhudumia wengine. Kumbuka somo tulilopita tulisema kwamba huduma ulionayo, kipawa ulicho nacho, Mungu amekiweka ili wasaidie wengine. Ndio maana leo uko unaishi kwa ajili ya wengine. Yaani wewe hapo upo kwa ajili ya wengine. Mahali hapo pengine kama usingekuwa kwa ajili ya wengine ungekuwa umeondoka.
Kuna watu ambao Mungu amehifadhi maisha yao kwa ajili ya wengine, amehifadhi kwa ajili ya maono ya watu wengine. Pengine ungekuwa umeondoka, hata wewe unashuhuda, kuna matukio yanakutokea, unaona wengine wamekufa, wewe Mungu amekuacha. Mungu amekuacha si kwa sababu yako, amekuacha kwa ajili ya wengine. Hivyo karama ya Roho Mtakatifu ni kipawa ambacho Mungu anakitoa kwa ajili ya kuwahudumia watu wengine. Ukitambua umepewa kwa ajili ya kuhudumia watu wengine, hautalinga na kipawa ulicho nacho. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na tunapoangalia sasa, tukiangalia hizi tofauti kuu kati ya kipawa na karama, nikijaribu kuziorodhesha. Ya kwanza yake, mstari wa kwanza ni kipawa, mstari wa pili ni karama. Kipawa hutokana na kuzaliwa nacho au kujifunza, lakini karama hutolewa na Roho Mtakatifu. Yaani kipawa unaweza kuzaliwa nacho au kujifunza. Unaweza kaangalia, ndio maana unaweza kukuta eneo fulani ni wavuvi tu, kwa sababu wamejifunza na wameambukizana. Unaweza kukuta kuna ukoo fulani, mambo fulani wamejifunza na kuambukizana. Watu wanasema mkoa wetu wa Mbeya, robo tatu ya watu ni wachungaji, kwa sababu ni mwanadamu. Kwa sababu kanisa la Pentekoste lilianzia pale Igale. Lilipoanza pale ikawa ni imani pia. Sasa najikuta kwamba mwingine akikaa, naona nashuhudia. Wakati mimi naanza niingia kwenye uchungaji, wale marafiki zangu wa karibu walinicheka sana. Wale walionicheka hawataka sasa ni wachungaji. After nauliza, vipi bwana, kwani imekuwaje? Yamekukuta nawe wapi? Lakini muone leo anacheka. Tena mcheka. Kwa hiyo maana yake wakati fulani pia inawezekana mazingira fulani yakawa yanapelekea watu kuwa wanasaidi fulani. Lakini karama inatolewa na Roho Mtakatifu. Na ndio maana akisema hii karama inatolewa sio kama mtu apendavyo. Unaweza kupenda kwa mtu fulani, ukajifunza kwa mtu fulani kwa mtu fulani, lakini hauwezi kuigiza karama ya Roho Mtakatifu. Karama ya Roho Mtakatifu haiigizwi. Jamaa mmoja nikasema, Bwana, hebu tuuzie. Nasema tuuzie. Yale jamaa sasa alikuwa na mambo ya kiganga, alikuwa na jamaa bwana, kifanye hivyo kisodoke. Na wewe tuuzie. Akamwambia karama toka zako haiguswi. Haleluya. Unaweza kuigiza kuhubiri, lakini hauwezi kuigiza nguvu ya Roho Mtakatifu. Huwezi. Utaigiza yote sana utafanya. Na utahubiri vizuri. Utahubiri vizuri. Kama utahubiri kichungaji, utahubiri kama mchungaji mgani. Lakini hautaigiza mpaka wa Roho Mtakatifu. Ukianza kuigiza kama mwinjilisti utahubiri tu, utaigiza. Utaigiza kama Masasi, utaigiza kama Sungura, utaigiza kama nani? Utaingia kwenye posta. Ukiwa na apostol, utaigiza kama kiapostol. Ukisema leo unakuja nikutabirie, okay, utaigiza. Na utaigiza kama kiapostol. Leo kuna muujiza wako. Lakini hauwezi kuigiza karama ya Roho Mtakatifu. Hauwezi. Wengine wanataka kuigiza. Wakasema kwa jina la Yesu, anayemjua kwa Paulo. Akaambia, Paulo tunamjua, Yesu tunamjua. Ila tabia ya unabii unapokuja, unabii mwisho wake unatakiwa ujenge. Ujenge. Tabia ya unabii sio kufukuza, sio kuharibu. Sio kuharibu. Na jamaa sio kwenda akatoa unabii, akaambia mke aliyenaye huyo sio wako. Bwana amesema atakupa mke mwingine. Jamaa akatoa unabii. Basi jamaa, kwa hiyo jamaa amekuja kanisani na mke, alafu anarudi nyumbani hana mke. Umejenga? Jamani, umejenga mabomoa. Kwa hapo unachunguza kwamba huu sio unabii wa kimungu. Tabia ya unabii ni kujenga, na ndio maana katika hizo karama ipo pia mojawapo ya unabii. Kwa kazi ya karama zinatumika kujenga na kuinua. Na kutaka kuchunguza mtu mwenye karama, hata kama ana karama ya kuonya, anaweza kukemea, lakini anakemea watu wanaorudisha katika mstari.
Ukikuta umekemea, umeonya na mtu amekwazika, rudi kwenye magoti, kwa sababu lengo si kubomoa. Mungu amekuita kujenga. Haleluya. Muulize mzee, unajenga au unabomoa? Unawakalisha watu vikao, wakirudi wamekwazika. Alafu unasema hii ndio huduma yako. Hakuna huduma hiyo. Huo ni upuuzi. Huduma gani ya kubomoa watu? Waweke hapo sawa. Biblia inasema karibia, onya. Lakini ukikaribia, watu wanakuwa na hofu, mpaka wanamrudia Mungu, wanategeka, wanasema kwa kweli Bwana amesema na mimi. Lakini ukikaribia, watu wanaahirisha kuja kanisani kwa sababu umewapokea wewe unafanya. Haleluya, haleluya. Mwambie mwenzako, jenga watu. Jenga mwili wa Kristo. Imarisha mwili wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini karama hizi zinatumika pia kwa kutumikia watu wengine. Lakini pia kipawa kinaweza kuendelezwa kwa mafunzo. Kipawa kinafundishwa, kinaelekea kwa mafunzo. Lakini karama hutegemea nguvu ya Roho. Yaani kipawa kinaweza kuendelezwa kwa mafunzo. Masomo yangu ya kwanza, nafikiri kitu nilianza 2010-2009 ambapo ninaanza masomo ya Biblia. Nimekwenda nayo mpaka 2012. Nikapata diploma. Nikapumzika kidogo. Nikavuta pumzi. Nikaanza digrii ya kwanza 2014. Nikaendelea nayo mpaka 2017. 2017 nikaanza kusoma digrii nyingine na masters hapo nyingine. Nikawa naomba vyote pamoja. Nikaendelea mpaka 2020. Alafu nikaanza kuendelea mbele kwa progression ya kuendelea. Sasa kote huko nilikosoma mpaka nikaendelea. Lakini wakati huo nikisoma 2014 nikawa nasoma tena digrii nyingine, kozi mbili ya mambo ya sekta ya kawaida, kozi ya lighting na kozi ya sound engineering. Nayo nikawa nasoma. Mungu alijalia nasoma kupenda. Kwanza nikasoma hivi. Nikachukua. Wengine ndio nimesoma mpaka sasa hivi vifaa vyake sina, labda ukinunulia wewe. Vifaa vyake kama hiyo lighting, vifaa vyake milioni 100. Kwa hiyo hapo nimesoma nibaki na elimu bila vitu ninavyo. Ila milioni 1 ndio sisi. Lakini nashukuru kwanza kwa ile mfadhili. Hapo sasa nilifika huko. Niliposoma kote huko, sikuwahi somea kupata nguvu. Sikuwahi somea kupata nguvu. Kwamba sasa ndio nimepata nguvu ya kuhubiria. Ila huko nilikuwa nasoma tu nielewe. Yesu alimfufua Lazaro.